Mwenyezi Mungu, tunasogea mbele za kiti chako cha enzi katika heshima na kicho, katika shukrani, tukikushukuru kwa ajili ya neema ambayo umetupatia tena kuitwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Na maandiko yamesema kwamba hajajulikana na kudhihirika jinsi tutakavyokuwa, lakini maandiko yanasema tutakapokuona tutafanana na wewe, kwa sababu tutakuona kama ulivyo. Tunaishi katika matumaini hayo, tunaishi katika imani hiyo, twajizuia katika mengi, twastahimili katika mengi, na tunasema kwamba wewe ni Bwana wetu. Dunia inajua hivyo na wote wanatuzunguka wanajua hivyo, kwamba tunakukiri kama Bwana wetu, kwa sababu tunajua kwamba iko siku tutakuona uso kwa uso na tutafanana na wewe tutakapokuona kama ulivyo. Lakini wakati huu twajizoeza kukuabudu, twajizoeza kushirikiana pamoja na wewe, twajizoeza kukusikiliza, twajizoeza kukutii, twajizoeza kukufuata, twajizoeza kujifunza kutoka kwako. Nami naomba katika mamlaka kuu ya jina la Yesu, ikupendeze katika siku hii ya leo, ukapate kusema na maisha yetu, tukiwa tumefungua mioyo yetu, nafsi zetu na akili zetu pia, ili ya kwamba tuweze kusikia unavyosema, na utusaidie kwa kutupa neema ya kuweza kuyaweka kwenye maisha yetu, yakaandikwa ndani mwetu, tukayaishi, tukatembea nayo, tukayazungumza hayo, tukayaamini hayo, na yakabadilisha maisha yetu na muonekano wetu wote ukafanana na hayo. Tunaomba Mungu tujalie kuomba sasa na neema yako kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu. Baba, tunasema asante, tunakushukuru na tunakubariki. Wewe ni mwema na ni mwaminifu, uwezaye kutenda kupita tuwazavyo na tuombavyo, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Nami najisalimisha mbele zako naposema na ndugu zangu, unipake mafuta, ufunuo na nguvu na mamlaka, kunena inipasavyo kunena, katika jina la Mwokozi wetu Yesu. Wote tuseme amen. Amen. Amina. Bwana wetu Yesu asifiwe. Nitaomba twende pamoja katika kitabu cha Mwanzo sura ya 30, alafu tutasoma mstari wa kwanza na kisha tutaenda kwenye mstari wa 22 mpaka wa 24. Maandiko yanasema, naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli akamwonea ndugu yake wivu, akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Mungu akamkumbuka Raheli, akamsikia, akamfungua tumbo, akapata mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamwita jina lake Yusufu, akisema, Bwana aniongeze mwana mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pia tuongezee kitabu cha Danieli sura ya 4. Tusome mstari wa 29 mpaka wa 39. Biblia inasema, baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba lake la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akisema, mji huu sio Babeli mkubwa niliojenga mimi uwe kao langu la kifalme kwa uwezo wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu? Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe. Ufalme huu
umeondoka kwako, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme. Saa hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadreza. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa maji kwa upande wa mbinguni, hata nywele zake zikakua zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Nebukadreza, mstari wa 34, hata mwisho wa siku hizo, mimi Nebukadreza nikainua macho yangu kuelekea mbinguni, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu kutoka kizazi hata kizazi. Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana wezaye kuuzuia mkono wake, wala kumuuliza unafanya nini wewe. Basi wakati huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu, enzi yangu na fahari yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Bwana wetu Yesu asifiwe. Nataka baada ya kuwa tumemaliza agenda ya jana ya kumwomba Mungu kujibu kwa wakati, kutenda kwa wakati, na sisi tupokee kwa wakati, leo nataka tuzungumze jambo linaloitwa kuomba kukumbukwa na Mungu. Mungu anaweza kusahau mtu, japo kuwa Mungu hasahau. Moja ya sifa zinazomfanya Mungu awe Mungu tofauti na vitu vingine vyote ni kwa sababu Mungu ana uwezo wa kujua vitu vyote kwa wakati mmoja. Haleluya. Mungu ana uwezo wa kujua vitu vyote kwa wakati mmoja. Ni moja sifa ya uungu, ambacho kitu chochote ambacho si Mungu hakina sifa hiyo. Lakini pia Mungu ana uwezo wa kuwa mahali pote kwa wakati mmoja. Hakuna kitu kingine chochote kinaweza kuwa mahali pote kwa wakati mmoja, ni Mungu peke yake. Ndio maana ndio yeye peke yake ana sifa za kuwa Mungu. Lakini pia Mungu ana nguvu zote, nguvu zote. Hakuna kiumbe kingine chenye uwezo ambao kinaweza kuwa na nguvu zisizo na ukomo. Viumbe vingine vyote na vitu vingine vyote nguvu zao zina ukomo. Shetani nguvu zake zina ukomo, lakini nguvu za Mungu hazina ukomo, ni nguvu zote. Hizo sifa tatu zinamfanya Mungu atofautiane na vitu vingine vyote, na kwa sifa hizo tatu yeye peke yake awe ndiye Mungu, na hakuna Mungu mwingine kama huyo. Lakini Biblia inaongelea habari ya Mungu kukumbuka. Biblia inaposema habari ya Mungu kukumbuka, haizungumzi kwamba ndani mwake kuna kusahau. Inazungumza habari ya Mungu kumwacha mtu. Mungu kumwacha mtu, lugha yake nyingine ya kiroho ni kumsahau mtu. Haleluya. Mungu kujishughulisha na mtu, kumtendea mema au kumfanyia yale ambayo ni stahiki za muamini kutoka kwa Mungu wake. Haleluya. Hilo jambo linaitwa kusahau. Mungu amemsahau, lakini akili za Mungu zinajua, hazipotezi kumbukumbu hata moja. Lakini Mungu anaweza kusahau katika tafsiri hiyo, na katika tafsiri hiyo hiyo Mungu anakumbuka. Bwana wetu Yesu asifiwe. Katika tafsiri hiyo hiyo Mungu anaweza kukumbuka mtu, au anaweza akaikumbuka nchi. Mungu anaweza kukumbuka taifa, Mungu anaweza kukumbuka mtu, Mungu anaweza kulikumbuka kanisa, Mungu anaweza kukumbuka familia, Mungu anaweza kukumbuka mambo mengi kwa maana ile ile ambayo nimemaliza kuisema. Haleluya. Kwa maombi tunataka kuomba ni maombi ya Mungu kukumbuka. Maombi ya Mungu kukumbuka
yanaambatana na vitu fulani. Kwa nini Mungu anasahau? Haleluya. Mungu anaweza kusahau kwa sababu katika lile patano linamfanya mtu huyu Mungu awe Mungu wake, mahusiano. Haleluya. Kwa sababu si kila mmoja anaishi duniani amemkubali au amempa nafasi Mungu huyu kuwa Mungu wake. Haleluya. Kuna waliompa Mungu nafasi ya kuwa Mungu wao, na kuna waliomkana na kumnyima nafasi ya kuwa Mungu wao. Sasa wale ambao wamemkubali na kumpa nafasi ya yeye kuwa Mungu wao, kuna mambo ambayo hapo katikati yanawafanya huyu mtu na Mungu kila upande utekeleze wajibu wake kwa upande wa pili. Mungu atekeleze wajibu wake kwa mtu huyu ambaye amemkubali Mungu kuwa Mungu wake, na mtu huyu pia atekeleze wajibu wake kwa Mungu huyu ambaye yeye amemkubali kwamba ni Mungu wake. Mnanielewa ninachosema? Haleluya. Mtu huyu aliyemkubali Mungu kuwa Mungu wake ana wajibu ambao kwa lugha nyingine amejiingiza tayari. Si kila mkataba umeandikwa kwa karatasi zinazosomwa. Mikataba mingine inaandikwa na maamuzi. Unafanya maamuzi haya, tayari umeshatengeneza mkataba. Sawa sawa. Sawa sawa. Unasema Mungu ni Mungu wangu, tayari umeingia mkataba naye wa namna utakavyoishi mbele zake, wa namna utakavyohusiana na yeye, wa namna utakavyowajibika kwa Mungu wako, kwa kuwa umeshampokea kwamba yeye ni Mungu wako, na yeye kwa wakati huo huo na umeshamuingiza na yeye kuwa na wajibu wa kuwa na mambo ya kufanya kwako, kwa sababu umempokea kwamba ni Mungu wako. Kwa hiyo na wewe ni mtu wake, ni mtoto wake. Tunakwenda pamoja. Sasa wajibu ule ndani ya mahusiano hayo, nilikuwa nafundisha Arusha, ambayo nilisema ni moja masomo ambayo nilipofundisha hata mimi mwenyewe nilisema nimefundisha. Na mimi nimetamani, wangapi wameshafuatilia yale masomo ya Arusha? Yaani pamoja na maneno yote nasema kila siku hamjafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yale masomo nilifundisha Arusha, nilisema natamani kila mtu ayasikilize. Haleluya. Hata mimi mwenyewe nilipofundisha nisema nimefundisha. Ukisha kubali kuwa Mungu, kwamba ni Mungu wako, mahusiano yako na yeye huwezi ukayaepuka. Mahusiano na Mungu hayaepukiki. Sana sana yanaweza yakabadilisha jina, yanaweza yakawa mahusiano mema au yakawa mahusiano mabaya, lakini hayaepukiki. Yaani hakuna mtu anaweza kuepuka mahusiano na Mungu. Mmenielewa vizuri? Hakuna mtu anaweza kuepuka mahusiano na Mungu. Sana sana anachoweza ni kuyafanya mahusiano yake na Mungu kuwa mema au kuyafanya kuwa mabaya, lakini hayaepukiki. Yanaweza tu kuwa mabaya au yanaweza kuwa mema, lakini yapo na huwezi kuyakimbia. Yona alijaribu kuyakimbia, si mnajua kilichomtokea? Alisema mimi nataka huyu Mungu tusijuane, niishi kivyangu na yeye aishi kivyake. Hayo maneno kama yazoea unaweza kuambia wanadamu wenzako. Mungu huwezi kumwambia hivyo. Yakwenda pamoja. Mungu huwezi kumwambia jua njia zako na mimi nijue njia zangu. Hiyo haipo. Haleluya. Watu tu tawaambia, we bwana, kwanza leo jua mambo yako na mimi najua mambo yangu. Mungu haiko hivyo. Yona kasema, Mungu jua mambo yako na mimi najua mambo yangu. Mambo ya kutumatumana kwa watu ambao siwapendi, sitaki. Naenda mahali ambapo naomba usinifuatilie huko. Mungu alimfuatilia, alifika.
hakufika. Hiyo story sitaki kwenda huko, mnaijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maandiko anasema Mungu anakumbuka, kama ambavyo anaweza kusahau. Kwa maana hiyo nilosema, anaweza kusahau mtu, anaweza kulisahau taifa, lakini pia anaweza akalikumbuka taifa na anaweza akamkumbuka mtu. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu anapokutaka au wewe unapotaka katika ushirika wako na Mungu akae bila kukusahau siku zote, kuna mambo unayalinda kwenye yale mahusiano yanayoendelea kumweka kwenye nafasi ya yeye kuwa Mungu wako. Haleluya. Moja ya vitu Mungu anasema, na kule Arusha nilikuwa hoja ya point ya kwanza kufundisha zile kanuni, ni unamweka kwenye nafasi ipi ya uungu. Unamweka wapi kwenye mambo yako yote? Mungu unamweka wapi? Haleluya. Kwa hiyo Mungu ana nafasi ya kwake ambayo akikosa kwenye maisha ya mtu, akikosa kwenye kanisa linaloitwa kanisa lake, tunakwenda pamoja, akayakosa kwa mtu anaitwa mtumishi wake, na kadhalika na kadhalika, kutegemea mahusiano yakoje, akakosa hiyo nafasi yake, unaitwa mtumishi wa Mungu, na Mungu ana nafasi yake anayoitarajia kuipata na kuenjoy katika maisha ya huyo mtu anaitwa mtumishi wake. Haleluya. Mungu ana nafasi anayoitarajia na ambayo anaijua ni ya kwake kwenye hilo kanisa linalojiita au linaloitwa ni kanisa lake. Tunakwenda pamoja. Ana nafasi yake anayoitaka. Kama kanisa linajiita ni kanisa la Mungu, ana nafasi yake anayoitaka aione kwenye hilo kanisa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kipata, nataka nikwambie, kanisa hilo au mtu huyo Mungu hatamsahau. Nyakati zote anatembea katika kumbukumbu. Ndio maana jana nilikuwa hatukusoma, lakini nilitaja katika Malaki sura ya 3 kuanzia mstari wa 17 na kuendelea pale mwishoni mstari wa 10 ni 17 ni 18. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani 18. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo nadhani kuanzia mstari wa 13. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, kwenda 18 kule. Mungu anaona watu ambao wanalitaja jina lake katikati ya watu wengine wanaosema kumtumikia hakuna faida, wakabaki watu wanaendelea kumkiri na kumwamini katikati ya hayo ambayo wenzao wamekata tamaa, wanasema kumtumikia Mungu hakuna faida. Alipowaona, Biblia nasema akaitisha kitabu cha ukumbusho kiletwe mbele yake, kiandikwe. Akasema, watu hawa watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe ampendaye. Haleluya. Ndipo mtakaporudi na kupambanua kati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia, na mtarudi na kupambanua kati ya yeye amchaye Mungu na yeye asiyemcha. Haleluya. Lakini Waebrania pia sura ya 12 anatueleza namna mtu huyu ambaye
ameshamwambia Mungu, wewe ni Mungu wangu. Haleluya. Anasema Mungu anachokifanya, kwa kuwa amemkubali, anasema humpiga kila mwana amkubalie. Maana yake akienda tofauti na yale matarajio, Mungu anampiga, anamuonya. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni mwana ambaye amesema Mungu na kukubali. Tunakwenda pamoja. Kwa kuna kitu lazima afanye, hamachi hivi hivi. Haleluya. Sasa kipigo anachopiga Mungu au fimbo anayopiga Mungu si fimbo ya mwanadamu. Atapiga aonavyo vema, kama anajua hiyo ya namna hiyo ndiyo itakayokusaidia. Inaweza kwenda kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako, ikaenda kwenye afya, ikaenda kwenye uchumi, ikaenda kwenye vitu gani, inaweza kwenda kwenye vitu vingi kama atakavyochagua yeye. Lakini uwe makini, usiende na dhana kwamba kila ambaye anapitia changamoto ni adhabu. Usiichukue hivyo, kwa sababu juzi pia nilikuwa nazungumza kitu kinaitwa nguvu ya upinzani. Tunakwenda pamoja. Kuna wakati mwingine vyaweza kuja hivyo kwa nguvu ya upinzani, kuna wakati vyaweza kuja kama fimbo, kwa sababu naelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunahitaji kujua namna kutembea na Mungu. Tunahitaji kujua namna ya kuishi na Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa Raheli, Biblia inasema Yakobo alimpenda. Alipoenda kwa yule mzee Labani, akapenda binti yule anaitwa Raheli. Akasema baba Labani alikuwa mjomba wake, naomba mimi unipe ridhaa yako, mimi nifunge ndoa na Raheli, ninampenda Raheli. Yule mzee akasema hakuna matatizo, utanitumikia kwa miaka 7, kikamilisha nitakupa, ndio mahari. Miaka 7 ikaenda ikaisha kama siku moja, kwa namna alivyompenda. Siku ya harusi ilipofika, utaratibu wa harusi haukuwa kama wa sasa wa kukata keki na mvue shera, funua shera umuone, hayakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Analetwa hivyo na shera yake hivyo hivyo ndani. Haleluya. Utamwona kesho usoni. Na bahati mbaya hapakuwa na umeme. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo wako wote ndani ya nyumba au ndani ya chumba, lakini sura hawaonani, hakuna umeme. Na ameletwa hivyo hivyo, amefunikwa. Sasa ameishi naye, amelala naye, kumekucha. Asubuhi sasa ndio shera imefunuliwa, akaona aliyemtarajia sio. Wamemletea Lea badala ya Raheli. Katoka hapo, bila shaka alinuna kweli, bila shaka kamtukana, umekujaje hapo? Maneno aliyosema hatuwezi kuyarudia, lakini akaenda na amekasirika kwa mzee. Mzee, umenifanya nini sasa? Kwani umeleta? Akamwambia utaratibu hauko hivyo, hawaanzi wadogo. Raheli ni mdogo. Utaratibu wetu tunaozesha mkubwa kwanza, halafu mdogo anakuja baadaye. Kwa hiyo kama namtaka na huyo tena, ongeza miaka 7 ya kunitumikia, nikupe wote wawili. Kwa sababu alikuwa namtaka huyu, akatumika tena haraka haraka, kama sio shida. Miaka 7 ikapita, kama ni wiki moja imepita, akampata. Alipompata, unajua miaka 7 ni mingi. Huyu huku nyuma ameshazaa watoto kadhaa, kama 3 huku katikati. Haleluya. Akatarajia atakapokuja huyu naye atafikia kuzaa. Mungu kwa sababu zake alimfunga tumbo. Haikuwa bahati mbaya,
hakuwa tasa, ila Mungu aliweka tu kufuri fulani. Labda alitaka asijivune, kwa sababu kwanza alikuwa anapendwa, kwa angeongezea na kuzaa bila shaka angekufuru. Mungu akaona huyu ngoja ni mdiscipline kidogo, asijivune kupita kawaida. Kwa kuwa anapendwa sana, akafungwa tumbo. Mungu akamfunga tumbo. Haleluya. Kwa yeye akawa hazai, mwenzake asiyependwa anazaa. Paka mtoto mwingine akasema sasa mume wangu atanipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baadaye maandiko anasema alifika mahali akakata tamaa. Sikiza neno alilosema. Akasema, Yakobo, nipe wana. Usiponipa wana mimi nakufa. Unajua neno hilo limetoka wapi? Linatoka kwa mtu ambaye amekata tamaa sana. Haleluya. Na Biblia haiandiki kila kitu. Hatujui nini kilimfikisha hapo. Bila shaka inawezekana mwenzake alikuwa ni mtu na dada yake. Pengine kuna maneno mwambia, si ulijiona unapendwa. Maneno si unajua tena. Haleluya. Yale maneno yanamuumiza sana. Yale maneno yakamuumiza. Mwisho akasema, nisipozaa nitakufa. Anaenda na hasira kwa mume wake, nipe wana na mimi. Mimi akamwambia, kwani mimi Mungu? Kwani mimi ndo nimfanye usizae? Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye sio kwamba hajui kwamba mume wake hajamzuia kuzaa, lakini hasira, mtu akikata tamaa anaweza kujumuisha waliomo na wasio. Anaweza akasema vyovyote, akavuruga wote, kumbe ni kwa sababu moyoni mwake kuko vibaya. Haleluya. Alifika hapo. Lakini mstari ule wa 22 Biblia inasema Mungu akamkumbuka. Mungu akamkumbuka. Kwa kuna vitu vyaweza kuwa kama vimesimama, si kwa sababu kuna shida yoyote, ila ni kwa sababu Mungu anahitaji kukukumbuka. Mungu anahitaji tu kukukumbuka. Ndio kitu kinahitajika. Mungu kukukumbuka. Kwa Mungu akikukumbuka, nisikilize. Mungu akikukumbuka, hata ardhi unayoilima inakukumbuka. Mungu akikukumbuka, hata waliokudharau wanakukumbuka. Waliosema hatutaki kukuona kabisa, Mungu akikukumbuka wanakukumbuka. Mungu akikukumbuka, kazi unazofanya zinaanza kustawi kwa sababu Mungu amekukumbuka. Na Mungu akikusahau, hata ungetetewa na dunia nzima, hakuna anayefanikiwa kukusaidia. Mungu akikusahau, hata ungependwa na kila mtu, bado hakuna atakayetokea kwenye siku ya kuhitaji kwako. Siku ya shida yako, hao unaodhani wanakupenda hutawaona. Na unaweza ukaingia makwazo makubwa ya moyo, ukawafanya ni watu wamekuwa wabaya, kumbe hawajawa wabaya. Unahitaji kuswitch kitu kinaitwa password inaofanya Mungu akukumbuke. Haleluya. Unahitaji kupatia password ya kukumbukwa na Mungu. Ukifanikisha kupatia password ya kukumbukwa na Mungu, walipokusahau wote unaona wanakuja, kwa sababu Mungu amekukumbuka. Kukumbukwa na Mungu ni jambo linalofungua kila kitu. Nimesoma ule mfano wa Nebukadreza kwa makusudi. Historia ya Nebukadreza nimeisema hapa mara nyingi sana, na leo niiseme tena. Nebukadreza alikuwa ni mkuu wa dola kubwa ya dunia wakati huo. Ndio ile kwenye ile sanamu yake aliyoota ndoto akasahau, ndio kile kichwa cha dhahabu.
Nilikuwa dola ya Nebukadreza. Kwa Nebukadreza alikuwa juu sana ya dunia yote wakati huo, isipokuwa jambo moja alilisahau na likamgharimu. Alisahau kwamba fahari yote na ukuu alionao ipo katika ratiba na kalenda ya Mungu. Na kwa hiyo hii programu ya maombi, nadhani ndio maneno ilisema siku ya kwanza, haleluya, kwamba Mungu amefanya kila wakati ukipita upite na jambo la wakati likiwa ni la wakati huo, jifunze kuconnect, kwa sababu hilo jambo ni la muda huo, sura miaka yote. Mungu akibadilisha miaka anabadilisha na nyakati pia. Kuna mambo mengi yanapita kwa sababu mwaka umepita, na kuna mambo mengi yanaingia kwa sababu mwaka umeingia. Hiyo ni siri ambayo watu wanahitaji kuifahamu, haleluya, ili wajifunze kuconnect. Ulimwengu wa roho uko hivyo. Ulimwengu wa roho miaka ikibadilika, kuna yaliyopita kwa sababu mwaka umepita, na kuna yaoingia kwa sababu mwaka umeingia, haleluya. Kwa Nebukadreza hakujua hiyo siri ya utendaji wa Mungu, kwamba yeye ni mfalme mkubwa mwenye nguvu, kwa sababu ni kipindi hicho, na Mungu amekifanya kipindi hicho kiwe hivyo, na yeye awe ndio mfalme kwa wakati huo. Angejua hivyo, angemuhimidi Bwana, tutakwenda pamoja, kwa sababu si yeye, ila ameingia ndani ya ratiba ya Mungu. Kuna watu wameelewa nilichosema? Sio yeye, isipokuwa ameingia ndani ya ratiba ya kimungu, na mambo yametokea kwake kwa sababu ya ratiba ya kimungu. Nebukadreza hilo jambo hakulijua. Kwa siku moja akatembea kwenye magorofa, kaanza kusema hii yote ni mimi, yote haya ni mimi, nimefanya mimi. Mungu akamwambia, nataka nikufundishe kwamba ufalme sio kwako, ufalme ni wa mbinguni. Muda ule lile neno liko kinywani mwake, anaongea maneno hayo. Nadhani mfalme hatembei peke yake, alikuwa anawaambia wale walio na pamoja naye, anazungumza, sio kwamba ni moyoni. Maana Biblia imesema lile neno lipokuwa bado likinywani mwake, maana alikuwa anaongea, sio kutafakari moyoni, alikuwa anaongea. Na kama alikuwa anaongea, maana yake kuna watu alikuwa anawaambia, haleluya. Neno likiwa bado liko kinywani mwake, hajalimaliza, mara ghafla sauti ikatoka mbinguni ikamwambia, ufalme wako umeisha, umeondolewa. Kabla hiyo sentence hajaiprocess vizuri kwenye ubongo. Unajua ukisikia kitu, ubongo umejiwekea utaratibu, ni mashine fulani, una process ulichokisikia ili ujue na respond namna gani. Kile unachokisikia una namna ya kurespond, na vile unavyo respond ni matokeo ulivyo process. Yaani ubongo unachakata kile ulichokisikia ili na wewe sasa ufanye vile ambavyo itafuatana na vile ulivyosikia. Sawa sawa. Kwa wakati bado hajatafakari, hajachakata alichokisikia na yeye afanye nini, mara akili zote zimeondoka. Haleluya. Akaongoza barabara ya kwenda porini, na wakati anaenda porini, wote waliokuwa pamoja naye nao pia akili zimeondoka za thamani yake. Sema thamani yake. Kuna watu wanaanza kuelewa ninachoongea. Mungu akikusahau utapoteza thamani, utadai thamani kwa watu ambao ulidhani wangekuthamini, halafu na washangaa kwa nini hawakuthamini. Kumbe imeondoka. Sema imeondoka. Kumbe imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe imeondoka. Kwa Nebukadreza, Mungu akafanya wale watu wasimgundue tena kwamba ana thamani aliyokuwa nayo kwao, au kwa lugha nyingine ni mtu ambaye ana maana kwao, ana mata kwao. Ikawatoka hata wale aliokuwa nawaambia, ikawapotea.
Wale waliokuwa pamoja naye waambia ufalme huu nimejenga mimi, ikawapotea, wakaendelea na maisha, na yeye ameenda, halafu hawakumbuki kama hawaoni kuna kilichoondoka. Baadaye zikapita miaka 7, nyakati 7. Mwaka ni nyakati, mwaka ni wakati mmoja kwa lugha ya kibiblia. Biblia inasema katika Danieli mambo hayo, yani ile dhiki, nyakati za tabu, sura 12 anazosema Danieli zitakuwa kipindi gani? Anasema zitakuwa kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Maana yake mwaka mmoja, miaka 2.5 mwaka. Haleluya. Kwa hiyo zikapita nyakati 7 kwa maana ya miaka 7. Maisha kwa kila mtu yanaendelea jamani. Hakuna mtu ana wazo. Tuliwahi kuwa na mtu anaitwa Nebukadreza. Halafu nchi haikuyumba. Mungu alivyowaajabu. Mwambie jirani yako Mungu ana akili kuliko unavyodhani. Kwa mnamtisha Mungu. Mungu nisipokuwa hapa mimi sijui kitaharibika. Hakuna kinachoharibika. Umeelewa vizuri? Kaa mbele za Mungu, nyenyekea, tumika kwa unyenyekevu. Usipokuwepo hakuna kitakachoharibika. Haleluya. Jina la Yesu libariki. Tumika kwa unyenyekevu, tumika kwa hofu mbele za Mungu. Usiseme nikiondoka si kutatokea ni, hakuna kitakachotokea. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nebukadneza akaondoka, nchi kaendelea, na ufalme haukuyumba na dola haikuanguka. Unaelewa ninachosema? Nchi haina mfalme miaka 7, sinadondoka. Hayupo mfalme miaka 7 na dola yake haikuanguka. Ilibaki ipo. Imeshikiwa na nani? Mungu ameishika. Haina mfalme miaka 7 na haikuanguka. Ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya miaka 7, kwa sababu ndio Mungu alikuwa ametabiri juu yake, ilipofika kainua macho juu. Alipoinua macho juu akakutana na fahamu zinamrudia. Kabla hajarudisha macho chini tayari na akili. Anajiangalia, anakucha kama za ndege. Haleluya. Manyoya kama ya mnyama fulani hivi. Ameshakuwa jitu lisiloeleweka. Akasema nikaanza kumhimidi Bwana. Nikaanza kusema kumbe Mungu ndiye anayetawala. Wakati anasema hayo, kila mtu jamani aliko akamkumbuka. Watu ndio waanza hivi, mfalme yuko wapi? Yuko wapi? Yuko. Utafikiri jambo limetokea dakika chache zilizopita. Kumbe limemaliza miaka 7. Kila mtu anashtuka. Mzee yuko wapi? Mzee yuko wapi? Mzee wanamtafuta kwa bidii. Haleluya. Kila mtu. Na alivyowaajabu Mungu, alimsahausha hata familia yake walimsahau. Yaani familia iliendelea kama baba yupo, kumbe hayupo. Kila mtu akili karudi mara moja. Alipoanza kutamka tu Bwana ndiye anayetawala na kuhimidi Bwana, watu wote wakamkumbuka. Na mimi ndio maana nimesema omba Mungu asikusahau. Maisha yako omba Mungu asikusahau. Na kama kuna maeneo unahisi mambo yanavyokwenda ni kama Mungu amekusahau, leo omba Mungu, naomba unikumbuke. Omba Mungu, sema Mungu, naomba unikumbuke. Mungu akikukumbuka kila mtu atakukumbuka. Wasiokujua watashughulika kwa ajili yako mpaka utashangaa. Huyu mtu tumekutana leo, mbona nahangaika kama ananijua? Kumbe ni Mungu amekukumbuka. Mungu atakuinulia watu ambao hukujua wangetoka wapi. Kumbe Mungu amekukumbuka. Ukidhani unaweza kuishi kwa kutegemea watu, ndugu, nina mjomba, nina nani, sahau. Ishi kwa kuomba Mungu akukumbuke. Ukiona mjomba anakusaidia ni kwa sababu Mungu amekukumbuka. Siku Mungu amekusahau, mjomba atajifanya kama hamjuani wala hamhusiani.
Umenielewa vizuri? Mungu akukumbuke. Mungu akikukumbuka, hakuna mtu hata kujali, hakuna mtu hata guswa na maisha yako. Mungu akikukumbuka. Nebukadneza anasema, wakati nimemhimidi Bwana, mawaziri wangu wakaanza kunitafuta, wakaja kunitafuta. Na si kwamba walitatanika njia, yaani Mungu aliwaelekeza aliko, walielekea huko huko, japo kuwa wakati wa miaka 7 hawakuwa na address, yuko wapi. Lakini siku ya Mungu kumkumbuka, Mungu aliwaelekeza wanaomtafuta hata njia ya kuelekea. Walienda kumtafuta huko huko aliko, kwa sababu Mungu amemkumbuka. Hawakupotea uelekeo wa huko aliko, walienda kumtafuta huko huko kwenye uelekeo aliomo, kwa sababu Mungu amemkumbuka. Anasema, madiwani wangu na mawaziri wangu wakaja kunitafuta. Ndipo akaanza kufundisha watu kujua kwamba ufalme wote ni wa mbinguni. Ufalme unaotawala ni ufalme wa mbinguni. Na anaambia watu wote, mcheni huyu Mungu, muhimidini huyu Mungu, kwa sababu ni ufalme wake tu ndio unatawala dunia. Falme zote za dunia zinatawaliwa na ufalme wake. Naomba tusimame. Mungu atukumbuke. Mungu alikumbuke kanisa letu. Mungu akumbuke maisha yetu. Mungu akumbuke mahitaji yetu katika nyanja zote. Mungu atukumbuke. Mwambie Mungu, unikumbuke. Tupo katika uwepo mkubwa wa Mungu. Tuko katika mahali ambapo nguvu ya Mungu ni kubwa na agenda ya Mungu ni kubwa katikati yetu. Naomba siku ya leo iwe ni siku ambayo katika imani ulionayo katika Yesu Kristo ukubali kupokea kwa imani kubwa sana ya kwamba siku ya leo na maombi tuliyofanya katika jioni ya leo yamekuingiza katika hatua nyingine ya kubadilisha historia yako kwa sababu Mungu kukukumbuka. Nataka niseme ya kwamba kuanzia sasa Mungu ambaye umemwomba amekukumbuka katika jina la Yesu. Mungu ambaye umemwita kwa imani amekukumbuka. Yale maeneo ambayo ulikuwa umetamani kukumbukwa, nataka niseme ya kwamba Mungu anakwenda kutenda sasa katika jina la Yesu. Yale maeneo ambayo ulichoka ukakata tamaa, nataka niseme ya kwamba Mungu amekukumbuka. Mungu aliyemkumbuka
Raheli katika kitu yake ambayo amesema kwamba ni bora nife kuliko kuishi kama sitapata watoto. Mungu yule aliyemkumbuka, Mungu akukumbuke jioni leo. Jioni ya leo, jioni ya kukumbukwa, iwe jioni yenye alama ya kukumbukwa, iwe jioni ambayo inatengeneza rekodi ya kukumbukwa, inatengeneza rekodi ya kukumbukwa. Jioni ya leo na maombi ya leo na ufunuo wa neno wa siku ya leo utengeneze rekodi ya kukumbukwa katika jina la Yesu, ya kukumbukwa maisha yako, ya kukumbukwa maeneo unayotaji kukumbukwa, maeneo yaliyosahaulika, maeneo yaliyotiwa ugumu, maeneo yaliyofungwa yafunguliwe, yakumbukwe katika jina la Yesu. Mungu aliyemkumbuka Nebukadneza baada ya miaka 7 alipomkumbuka, maandiko yanasema na watu wakamkumbuka. Kuna watu ambao wanaenda kukukumbuka sasa hivi katika jina la Yesu. Kuna watu ambao Mungu amewainua kwa ajili yako, watakukumbuka. Binti ambaye ukuolewa kwa sababu kila wakati kumekuwa na ugumu na kwanza mahusiano, wakati huu Mungu amekukumbuka, Mungu amekukumbuka, na kwa sababu amekukumbuka, aliye wako Mungu anamuinua mahali popote alipo katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, aliye kwako Mungu anamuinua huko alipo, maana ni tarehe ambayo inabaki kukumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Utembee kama aliyekumbukwa, maisha yako yana alama ya kukumbukwa, maneno yako na matendo unayotenda, kazi na mikono yako unayotenda ziwe na alama ya kukumbukwa, zitembee ndani ya alama ya kukumbukwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu aliye hai, Mungu akumbie jambo jipya, Mungu akufanyie jambo jipya kwa sababu ya kukukumbuka. Neema ya Mungu ikutembelee kwa sababu ya kukumbukwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho wa Mungu uko mahali hapa, Roho wa Mungu uko mahali hapa. Ulileta neno hili kwa wakati na kwa majira, ukatupa ufunuo wa maombi haya kwa wakati huu na kwa majira haya. Ni kwa sababu agenda yako una watu unataka kuwakumbuka, ni kwa sababu agenda yako unataka leo ulikumbuke kanisa lako kwa utukufu mwingine, kwa agenda nyingine na kwa kiwango kingine katika jina la Yesu. Mungu, majira yamefika, ulikumbuke kanisa lako, ulikumbuke kanisa lako, ulikumbuke wetu wako, uwakumbuke watu wako katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Asante Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Faili la Mordekai lililokuwa limefichwa katikati ya mafaili ya miaka mingi lilitafutwa. Leo mbingu zinatafuta faili la mtu katika jina la Yesu. Lililofichwa kama limefunikwa linafunuliwa na kufukuliwa mahali ulipofichwa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Maana Mungu amekukumbuka na kuna watu amewakumbusha habari zako, mambo yaliyopuuzwa ya kwako. Kuna watu leo Mungu anawakumbusha katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu kwa neema yako, asante Yesu kwa wakati huu, asante Yesu kwa sababu tunaongea maneno ya majira, maneno ya wakati, maneno ya wakati wa Bwana, maneno ya nyakati zilizoamriwa na Bwana. Hizi ndizo nyakati ambazo Mungu ameziamuru nasi twazishuhudia kwa maneno yaliyotiwa na Roho wa Mungu ndani ya mioyo yetu, kwa sababu nyakati alizoziamuru Bwana za kanisa lake kukumbukwa katika jina la Yesu, za watoto wa Mungu kukumbukwa, walio chini kukumbukwa, waliolia kukumbukwa, waliokuwa na maumivu kukumbukwa, walioteseka kukumbukwa, walioshaurika kukumbukwa katika jina la Yesu. Sema asante Yesu kwa neema kubwa mno. Asante Yesu kwa neema kubwa mno.
neema kubwa mno, neema kubwa mno, neema kupita kiasi, neema kupita kiasi, inayoambatana utukufu, utukufu mkubwa, utukufu mkubwa, utukufu mkubwa unaolivika kanisa lako katika majira haya, katika majira haya. Nami naingia ndani ya neema hiyo na ndani ya utukufu huo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru kwa sababu umetenda, nami kwa imani napokea katika jina la Yesu. Pigia makofi Mwokozi. Asante Mfalme mwema, asante. Tunaweza kurudi kwenye nafasi.